ambavyo inaweza kufanyika. Nikakuonyesha kuna vikao vya kimbingu, lakini nikakuonyesha kwa mfano vikao vya kimbingu nikakwambia unaweza ukawa ni utatu tu wa Mungu, kwa sababu pia kadri unavyozidi kwenda juu ndivyo ambavyo labda uchache wa watu unazidi kuwa kwenye mahudhurio ya vikao. Kwa mfano sasa hivi rais akitaka kuitisha kikao, kuna kikao ataitisha mawaziri, kuna kikao ataitisha labda wakuu wa mikoa, ataitisha labda wakuu wa wilaya, ataitisha labda wabunge, tunaashumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa pia hata kule mbinguni kuna kikao anaweza akafanya Mungu peke yake, yani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wakawaza wao kwa wao, mtu mmoja huyu katika nafsi tatu au madhihirisho matatu tofauti, akawaza yeye mwenyewe, na hicho pia ni kikao. Kwa sababu kwenye hicho kikao lazima kuna muafaka utafikiwa, kuna maamuzi yatafikiwa, na mojawapo ya kazi kubwa ya kikao ni kufanya maamuzi. Kuna wakati mwingine kikao sio lazima muwe watu wengi. Unaweza ukawa hata ni wewe peke yako umekaa, unajisemesha wewe kwa wewe, unajisemesha wewe kwa wewe, unajisemesha wewe kwa wewe, unawaza, unawazua, unawaza, unapangua, na mwisho wa siku kuna maamuzi fulani unayafikia. Hicho na chenye hicho ni kikao binafsi. Sema kikao binafsi. Sema kikao binafsi ambacho wewe ndo mjumbe, wewe ndo mwenyekiti, na wewe ndo utanufaika na hayo maamuzi yanatoka kwenye hicho kikao. Sasa kule mbinguni Mungu anaweza kufanya kikao yeye kama yeye, lakini pia anaweza kufanya kikao na viumbe vingine vya rohoni ambavyo ni vya upande wa nuru. Nikakwambia viumbe vya rohoni vya upande wa nuru, tunao malaika wa Bwana, lakini pia tunao wana wa Mungu ambao kwenye Agano Jipya wana wa Mungu ni mimi na wewe. Biblia inasema sisi ni nuru ya ulimwengu. Maana yake Mungu anaweza kufanya kikao akatushirikisha na sisi. Na jana tukaona Mungu anafanya kikao kule mbinguni, Yohana akapata nafasi ya kushiriki. Biblia inasema mlango wa mbinguni ukafunguka, Yohana akapata nafasi ya kushiriki kikao ambacho kilikuwa kinaendelea. Na hicho kikao kilikuwa ni cha kupata mtu ambaye atakuwa tayari kufungua kitabu kile na mihuri zake 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna wakati mwingine pia, nisikilize kwa makini. Mbingu zinaweza zikafanya kikao pamoja na mtu kwa ajili ya kuamua jambo fulani, au kuamua hatima fulani, au kuamua mwisho fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Au kupitisha agenda fulani. Kwa hiyo kuna wakati mwingine pia uwe tayari. Kuna wakati Mungu anataka kushirikisha kitu kabla hajafanya. Halo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Isaya sura ya 6 mstari wa 8 ni kuonyesha kikao ambacho Isaya alipata nafasi ya kushiriki. Isaya alipata nafasi ya kushiriki. Anasema kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, hebu sema akisema. Akisemaje? Ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Hiki ni kikao na ni swali linaulizwa kwenye kikao. Tumtume nani? Ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Isaya aliposikia, inawezekana alipata utulivu wa muda wa kusikia, asikie ni nani atakayesema niko tayari. Tunataka tumtume mtu aende kwa ajili akawe mbunge labda wa jimbo la Ubungo ndani ya mwaka huu wa 2025. Labda tunataka tumtume mtu akawe mfanyabiashara ambaye atakuwa ameokoka, amejaa roho, na atakuwa tajiri, mfanyabiashara mkubwa ambaye kupitia jina la Mungu litatukuzwa ndani ya taifa. Huwa kunakuwa na kikao. Kila unayeona amechaguliwa duniani, kila unayeona anatumiwa na ulimwengu wa roho duniani, ni mtu ambaye kuna kikao kilipitishwa na akapita. Anasema tumtume nani? Maana yake, sikiliza, wanasema tumtume nani? Isaya alisikia hilo swali na viumbe vingine vilisikia, na Mungu anasema tumtume aende kwa ajili yetu. Ni kikao kimekaa. Isaya akasema nitume, mimi niko tayari. Mstari wa 9, mimi niko tayari. Anasema naye akaniambia, anasema ukamwambie watu hawa, enende ukamwambie watu hawa, fulizeni kusikia lakini msisahau, fulizeni kutazama lakini msione. Ni Mungu hapa anamtuma sasa, anamtuma Isaya akapeleke ujumbe baada ya kikao. Maana yake nisikilize watu wa Mungu, inawezekana kikao kikapita mbinguni, kikamtuma mtu aje kwa ajili ya kuanza ABC Global Church. Kikao kilifanyika, wakasema tumtume nani ambaye atakwenda kueneza baba yetu anasema sisi tunatembea na ile the raising the firebrand generation holy unto God and impacting nation. Maana kuinua kizazi cha watu wenye moto ambao ni watakatifu na wenye mguso katika dunia yao. Mbingu zikawa zinawaza tutamtuma nani akafanya hili jambo.
Biblia inaonyesha kwamba Yohana na Isaya akasema mimi hapa nipo tayari. Maana yake mafanikio ya kikao chochote ni utayari wa wanaopaswa kutekeleza ajenda za kikao. Kikao hakijafanikiwa kwa sababu tumekaa. Kikao kinafanikiwa kwa sababu baada ya kukaa tulipata mtu atakayetekeleza makubaliano tuliyofikia kwenye kikao. Kwa hiyo kuna vikao vingine ni vikao vya kutafuta mtu. Sema vikao vya kutafuta mtu. Sema vikao vya kutafuta mtu. Sema vikao vya kutafuta mtu. Kuzimu na wenyewe pia wanaweza wakaweka vikao vya kumtafuta mtu, kutafuta namna ya kumwangusha, kutafuta namna ya kumrudisha nyuma, kutafuta namna ya kumuua, kutafuta namna ya kumteka, kutafuta namna ya kumuiba kwa siri, kutafuta namna ya kumzuia. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Kila kikao kilichokaa kwenye ulimwengu wa roho kwa ajili ya kutafuta mtu wa kuniangamiza, kwa ajili ya kunitafuta au kuitafuta roho yangu, kuanzia sasa na wafyekelea mbali, na wafyekelea mbali, na wafyekelea mbali. Sema kila kikao kwenye ulimwengu wa roho kinyume na masihi wa Bwana. Baba yetu, kwa jina la Yesu tunaamrisha wajumbe wote wafyekwe, wafyekwe, wafyekwe. Sema wafyekwe kwa jina la Yesu. Kuna kikao wanaweza wakakaa, ajenda yao ni kumpata mtu. Kuna watu wanajua kabisa wao hawawezi kwenda, wao hawawezi kufanya, wao hawana hicho kibali. Na hapa kumbuka, Mungu ni roho. Ili Mungu apate kufanya jambo lote kwenye ulimwengu wa mwili, alishasema mbingu ni mbingu za Bwana na nchi amewapa nani? Wanadamu. Na Mungu ni roho. Kama nchi amewapa wanadamu, maana yake lazima apate mtu wa kushirikiana naye, lazima apate mtu wa kusaidiana naye. Hata shetani alivyotaka kuingiza dhambi ulimwenguni alimtumia mtu. Mungu alipotaka kurudisha uzima ulimwenguni alimtumia mtu. Vikao vinaweza vikakaa kutafuta mtu. Sema kuzimu hamtapata mtu wa kuwawakilisha kwenye mwaka huu. Sema tena kuzimu hamtapata mtu wa kuwawakilisha kwenye mwaka huu katika jina la Yesu. Kwa Isaya akakubali. Lakini pia nikuonyeshe kikao kingine tena. Wafalme wa kwanza sura ya 22. Wafalme wa kwanza sura ya 22 mstari wa 19 mpaka ule mstari wa 22. Wafalme wa kwanza sura ile ya 22 mstari wa 19 hadi ule mstari wa 22. Soma kwa sauti. Anasemaje? Mikaya akasema, sikia basi neno la Bwana. Na alimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi. Hebu sema Bwana ameketi. Sema tena Bwana ameketi. Anasemaje? Na jeshi lote la mbinguni, jeshi la mbinguni wamesimama upande wa mkono wake wa kuume na wa kushoto. Nilikuambia ukiona kuna mkusanyiko, ujue huo mkusanyiko unaashiria nini? Kikao. Kila mkusanyiko utakaoona, wanapokusanyika wawili watatu, ni kikao kinaendelea. Watakao yaongea ulimwengu wa roho unaweza kusikia na ukaanza kuandika. Wakawa wanakaa ni watu tu ndio anaweza kaja kwenye ibada ana sehemu ya kuandika. Ila Mungu anasema alisikia wenye haki wake wakiwa wanasemezana ya kwamba kumcha Bwana hakuna faida. Mungu anasema wakaandika. Kitabu cha ukumbusho kikaandikwa. Malaki sura ya 3 mstari wa 16. Kitabu cha ukumbusho kikaandikwa. Maana mbingu zinaandika. Mungu ni Mungu anayependa kuandika. Kiasi kwamba ukisoma kitabu cha Ufunuo kuanzia sura ya 2, ya 3, utaona anasema kwa malaika wa kanisa fulani andika. Baada ya mstari mtatu tunaona kwa malaika wa kanisa fulani andika. Ni malaika. Malaika wana uwezo mkubwa wa akili na kukumbuka, lakini bado wanaambiwa waandike. Malaika wa kanisa fulani andika. Malaika wa kanisa fulani andika. Sema nitaandika kuanzia leo. Sema nitaandika kuanzia leo. Na ukitaka umvutie Mungu awe anaongea na wewe sana, kuwa mtu wa kuandika sana. Kuwa mtu wa kuandika sana. Kuwa mtu wa kuandika sana. Sasa anasema nikasikia mambo yalikuwa yanaendelea. Ile Wafalme wa kwanza 22 mstari wa 19. Huyu ndugu Mikaya alikuwa ni nabii wa Bwana. Kwa hiyo akaona kule mbinguni ya kwamba Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi na jeshi lote la mbinguni wamesimama upande wa mkono wake wa kuume. Mstari wa 22, mstari wa 20, mstari wa 20. Anasema Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahab? Sema Bwana akasema. Unaposikia Bwana akasema, ni Mungu anauliza kwenye kikao, wanatafuta mtu. Inaonekana vikao vingi vya kiroho, hata kama wachawi wakikaa,
wakakaa, zile roho za uchawi zikakaa, wakuu wa giza wakakaa, majeshi ya pepo ambao wakakaa, wafalme kwenye ulimwengu wa roho wakakaa. Mwisho wao, kama hawatapata mtu, hiyo ajenda haitatimia. Kama hawatapata mtu wa kutekeleza mapenzi yao, hiyo ajenda yao haitatimia. Sasa anasema Bwana akasema hivi, ni nani atakayemdanganya Ahabu ili akwe kwenda Ramoth Gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi, kwa sababu ni kikao, kila mtu anaweza kuongea. Pastor akasema hivi, huyu akasema hivi, huyu naye akatoa mawazo yake, huyu naye akatoa mawazo yake. Mungu akasikiliza. Mstari wa 21. Hiki ni kikao ambacho na pepo, mapepo walipata pia nafasi ya kufanyeje? Ya kwenda. Na kwa nini mapepo walipata nafasi ya kwenda? Ni kwa sababu kazi hii inawahusu wao, kudanganya. Uongo ni kazi ya shetani. Bila sema shetani ni baba wa uongo. Yeye anasema uongo tangu mwanzo. Yohana sura ya 8:48 anasema yeye anasema uongo tangu mwanzo. Na wale wote wanaosema uongo, shetani ni baba yao, wanaitwa wana wa ibilisi. Pepo akatoka akasimama mbele za Bwana akasema, mimi nitafanyeje? Kwa hiyo ulimwengu wa roho anaweza kusema, ni nani atamfanya huyu mtu augue? Pepo anayehusika na magonjwa atatokea, atasimama, atasema mimi nitaenda. Nasikiliza, Mungu akamuuliza, wewe utafanyeje? Mstari wa 22, Mungu akamuuliza, hebu tuelezee utafanya kwa jinsi gani? Pepo, angalia pepo sasa anasema, mimi nitaondoka na kuwa pepo wa nini? Huyu ni pepo, anasema mimi nitaondoka na kuwa pepo wa nini? Wa uongo. Maana yake pepo anaweza akatoka akawa pepo wa mauti. Pepo anaweza akatoka akawa pepo wa hasara. Pepo anaweza akatoka akawa pepo wa mgogoro kwenye ndoa. Pepo anaweza akatoka akawa pepo wa ajali, wa matukio mabaya. Maana yake anaweza akavaa sura yote as long as anakuja kutekeleza uovu. Sema kuanzia leo. Sema kwa jina la Yesu, kuanzia leo kila roho iliyobeba agenda na ikajigeuza ije itimilize uovu wake ndani ya Tanzania, tunaifyeka kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa tunakamata kila roho iliyoshuka kutoka kuzimu, kutoka mbinguni, kutoka popote kwa ajili ya kutekeleza uovu, tunaizuia. Labda kama unakuja kutusaidia kwenye haya maombi. Ila kama sio hivyo, anasema pepo akatoka akasema mimi nitajifanya, mimi nitaondoka na kuwa pepo. Maana yake pepo anaweza akavaa sura ya kitu chochote. Anaweza akavaa sura ya jambo lolote. Ili uongo utokee, lazima pepo ajigeuze kuwa pepo wa nini? Wa uongo. Ili mtekaji aje amteke mtu, amchukue mtu, amkamate, amfunge, wapande naye kwenye gari, wamfunge macho, sijui aende naye mpaka huko walipoenda naye, wakamtupe msituni. Ili mtu afanye chochote, lazima pepo awe amejigeuza kwa hilo tukio. Maana yake matukio yote mabaya unayoona ni pepo amejigeuza. Pepo amejigeuza akafanya. Pepo anaweza kujigeuza akaja kama upepo. Pepo anaweza kujigeuza akaja kama ugonjwa. Anaweza kujigeuza. Luka sura ya 13 mstari wa 11. Luka sura ya 13 mstari wa 11 anasema Yesu akamwona mwanamke mmoja ambaye alikuwa amepindana. Pepo ambaye anapindisha uti wa mgongo, pepo wa magonjwa, alikuja akamkalia. Anasema tazama, mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu. Maana yake huyu pepo aligeuza kuwa pepo wa udhaifu, akaja akamkalia huyu mwanamke kwenye uti wake wa mgongo. Sema kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila pepo wa udhaifu ndani ya taifa hili chomoka kuanzia sasa. Toka kwa jina la Yesu. Tunakufukuza Tanzania, kila pepo uliyekalia waovu ili waendelee kutenda uovu, tunakuchomoa. Pepo anaweza akamkalia mtu. Mathayo sura ya 4 mstari wa 18 na 19. Mathayo sura ya 4 mstari wa 18 na 19. Yesu anaongea kwa habari, mstari wa 38 au 28 exactly. Ngoja nikupe. Yesu anaingia kwenye nyumba Yesu anaingia kwenye nyumba ya mama mkwe wa Petro. Anakuta mama mkwe wa Petro ameshikwa na homa. Sema ameshikwa na homa. Sema tena ameshikwa na homa. Sema ameshikwa na homa.
Haya. Mathayo shandaraka baba. Mathayo sura ya 8 mstari wa 14. Mathayo sura ya 8 mstari wa 14 na 15. Mathayo sura ya 8 mstari wa 14 na 15 anasema hivi: Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamuona mkwe wa Petro, maana mama mkwe wa Petro, mamaye mkewe, amelala kitandani, afanyeje? Hawezi, ana homa. Mstari wa 15 anasema Yesu akamgusa, homa ikafanyeje? Homa ikafanyeje? Maana yake hata ugonjwa ni kitu. Homa ilikuwa imemshika. Ukiona kichwa kinauma sana, ujue kabisa kuna huyo pepo anayedini na kichwa amefanyeje? Ameshikilia kichwa, amekushika. Ugonjwa ni kitu. Tamaa yote ya mwili, ya macho, yote ni kitu, inaweza ikamshika mtu kabisa. Haya, hii Luka 4:38 anasema akatoka katika sinagogi, akaingia katika nyumba ya Simoni, naye mkwewe Simoni, mamaye mkewe, alikuwa amefanyeje? Ameshikwa. Hebu sema ameshikwa. Sema tena ameshikwa. Ukienda hospitali watakwambia unaoma, sio ile umeshikwa, maana yake ni kitu kimekukamata. Anasema akamwomba Yesu aombe kwa ajili yake. Mstari wa 39. Mstari wa 39 anasema akasimama karibu naye, akaikemea ile homa, naye homa ikafanyeje? Sio ikaondoka, ikamwacha, maana yake ilikuwa imemshika. Kuanzia leo haushikiki kwa jina la Yesu. Nasema haushikiki kwa jina la Yesu. Nasema haushikiki kwa jina la Yesu. Masihi wa Bwana hashikiki kwa jina la Yesu. Nasema tena hashikiki kwa jina la Yesu. Sasa rudi pale nikuonyeshe. Akasema mimi nitageuka kuwa pepo wa uongo na sasa hivi akatumia trick. Akasema nitaenda na nitakaa kwenye vinywa vya manabii wake. Akasema nitaondoka na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote, kinywani mwa mashoga zake wote. Kwa hiyo sio kila wakati, pia sio rohoni wakiwa wamekusudia tukio, wameshakusudia uanguke. Kwa sababu kirudi mstari wa 19, rohoni wanasema ni nani atakaye mshauri Ahabu aende akapigane Ramoth Gilead ili aanguke? Rohoni wameshakusudia kuona Ahabu amefanyeje? Ameanguka. Anasema nani atakaye mshauri ili akaanguke? Pepo anasema mimi nitaenda na kuingia kwenye vinywa vya manabii wake, watu wake wa karibu, washauri wake wa karibu, wasemaji wake wa karibu, na atakapokuwa akisikiliza mashauri yanayokuja, yale mashauri atamfanya ataenda. Kuna mtu anaweza kukushauri, sio yeye amekushauri, ni pepo amemkalia ili akushauri. Ukiona kuna mtu alikushauri jambo lolote na hilo jambo kaenda kulitendea kazi na alikuleta matokeo, ujue kabisa huyo mtu either kwa kujua au kwa kutokujua sio yeye. Kuna pepo alimkalia. Uwe makini na maneno ya watu. Uwe makini na kitu ambacho watu wanazungumza. Usimsikilize kila mtu pia. Kuna wengine wamekaliwa na pepo, anaweza kaa hajui. Hapa huyu Mikaya anatufunulia kitu ambacho Ahabu naye pia alikuwa hajui. Hajui kama amekaliwa na pepo. Leo tunaamrisha pepo wa uongo akawakalie manabii wa huyo mtu kwa jina la Yesu. Anapowaendea wamdanganye ili akaanguke. Sema anguko lao limefika. Sema anguko lao limefika. Tunamwachilia pepo wa uongo aende mbele yao, atengeneze mazingira ya anguko lao, na anguko lao liwe kubwa katika jina la Yesu. Hiyo ni kwa habari ya vikao. Sasa nilisema kuna vikao vya mbinguni, na nimekuonyesha vikao vya mbinguni. Kuna wakati mwingine hata pepo wanaweza wakachomoka wakaenda wakahudhuria. Lakini jana nikakuonyesha habari ya vikao vya kibinadamu. Nikakwambia na wanadamu pia wana vikao vyao, na kila kikao kina kazi ya kuleta jambo fulani, au ya kuzaa jambo fulani, au tukio fulani, au makubaliano fulani, au sheria fulani. Jana nikakuonyesha Yakobo anakusanya watoto wake wote, anawaita, anasema kusanyikeni enyi wana wa Yakobo, msikie yale ambayo yatawapata kwenye siku za mwisho. Na nikakufundisha kutokea pale umuhimu wa kuitamkia familia yako. Leo ngoja nikuongezea andiko lingine tena. Luka 22 mstari wa 1 hadi wa 6.
Luka 22 mstari wa kwanza hadi wa 6. Luka 22 mstari wa kwanza hadi wa 6. Anasema huu ni mkusanyiko wa wanadamu, ni kikao cha wanadamu. Anasema ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu iitwayo Pasaka. Soma mstari wa pili wewe. Soma mstari wa pili. Hebu tusome kwa sauti sasa. Mimi nitakuwa nasoma mstari wa kwanza, wewe unasoma wa pili. Mimi nasoma wa tatu, unasoma wa nne. Twende. Soma kwa sauti sasa. Shetani akamwingia Yuda. Sema shetani akamwingia Yuda, aitwa Iskariote, naye ni mmoja wa wale tenashara. Kuna wakati ile agenda fulani ya kuzimu itimie, shetani anaweza akamwingia mtu ambaye anaweza akawa ni tenashara kabisa, ni mtu unayemwamini, ni mtu wa karibu. Ndio maana Biblia inasema katika mambo yote tuzipime kila roho, tuzipime kila roho, tuzipime. Anasema zijaribuni kila roho, zijaribuni. Tunazijaribu kwa njia gani? Kwa kuzipima na neno la Bwana. Unazipima na neno la Bwana, unazipima na neno la Bwana. Hakuna roho ya giza ambayo utaipima kwa neno na usigundue. Ukiipima kwa neno, neno ni nuru, huwa linafichua. Sasa anasema shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale tenashara. Mstari wa 4 anasema akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani. Maana yake Yuda safari anaenda, sio yeye anaenda, ni shetani amemuingia anaenda. Kumbe mtu anaweza kawa ni mwili mmoja, lakini ndani yake kuna yeye, na wakati huo pia kuna roho ya uchawi ndani yake. Wakati huo kuna yeye, wakati huo kuna jini liko tena ndani yake linamuongoza. Wakati huo kuna yeye, wakati huo tena kuna shetani iko ndani yake linamuongoza. Ndio maana wakati fulani Yesu akamgeukia Petro, akasema, akamwambia Petro, akamwambia, shetani ninakukemea, rudi nyuma yangu. Rudi nyuma yangu. Kuna wakati shetani anaweza kawa yuko ndani ya mwili wa mtu kabisa. Aidha mtu anajua au mtu ajui. Unajuaje shetani amemwingia mtu? Angalia anayoyafanya. Haya sio mambo ambayo yanaendana na kile ambacho alikuwa anapaswa kufanya. Yuda sio kufanya hivi. Anasema akaenda kwa makuhani na majemedari, wakaanza kuongea jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Twende mstari wa 5. Yuda ameenda kutafuta tenda. Wakafurahi, wakapatana naye kumpa nini? Fedha. Mstari wa 6, soma kwa sauti. Soma kwa sauti. Soma kwa sauti. Sema tena kwa sauti. Nataka hilo neno liseme kwa sauti tena. Liseme tena kwa sauti. Maana yake hakuna agenda ya giza inatimia bila mtu kukubali. Narudi tena. Nilikwambia kule mwanzo lazima kila kikao kinachokaa watakao wapate mtu atakaye kubali kutekeleza agenda yao. Tunataka huyu mtu aporomoke ndani ya mwaka huu. Wakishakubaliana lazima mtekelezaji apatikane. Na huyo mtekelezaji lazima afanyeje? Akubali. Na kuna wengine wamekubali kwa sababu shetani amewaingia, hata wao hawajui kama shetani amewaingia. Akakubali, alafu akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipo kuwapo na mkutano. Hiki ni kikao kimekaa, kikao cha kumwangamiza nani? Yesu. Subiri nikuonyeshe kikao kingine. Subiri nikuonyeshe kikao kingine. Kitabu kile cha Mwanzo 37 mstari wa 12. Wewe andika hadi mstari wa 36. Mwanzo 37 mstari wa 12 hadi ule mstari wa 36. Ninakusamarizia hapa. Biblia inasema Yusufu alitumwa na baba yake akawaangalia ndugu zake waliokuwa wanachunga kondoo za baba yao huko Shekemu. Anasema Yusufu akatoka akaenda. Alipofika Shekemu, Yusufu alipofika Shekemu akakutana na mtu akamwambia, ndugu zako wametoka hapa, safari hii wameelekea mahali fulani. Bila sema alipotoka akaanza kwenda. Mstari wa 17. Niweke mstari wa 17. Anasema yule mtu akasema, wametoka hapa maana nilisikia wanasema twendeni Dothani. Maana yake wameelekea Dothani. Anasema basi Yusufu akawafuata ndugu zake akawakuta huko Dothani. Mstari wa 18. Anasema wakamuona toka mbali, wakamuona toka mbali, wakamuona toka mbali, na kabla hajawakaribia wakakaa kikao. Walipoanza kuona mwenendo na mondoko wa Yusufu,
wakagundua ya kwamba huyu kijana anapoelekea kuna hatima kubwa anaiendea. Walipoanza kumwona Yusufu toka mbali, nataka nikueleze, adui zako ni watu ambao wana picha yako, wanakuona toka mbali. Inawezekana wanakuona toka mbali unapotoka, lakini wanakuona pia toka mbali unapokwenda. Maana yake wanaona unapotoka au wanaona unapokwenda, na wakikuangalia kwa jinsi ulivyo, wanaona kuna kitu cha tofauti unacho ambacho wao hawana. Na Biblia inasema wakamuona toka mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya nini? Shauri juu yake ili wafanyeje? Wamuue. Mstari wa 19, wakasemezana wao kwa wao, hoja zikaanza kutolewa. Huyu akasema hivi, huyu akasema hivi. Kikao hiki wamekaa ndugu wa familia moja, ndugu wa familia moja. Tazama, wakasema, tazama yule bwana ndoto anakuja. Mstari wa 20 ndo naupenda, anasema haya twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amefanyeje? Amemla. Kwa nini Yusufu anapigwa vita? Malizie hicho kipengele cha mwisho. Anasema nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha, sema kisha, tutaona zitakuwaje ndoto zake. Maana yake moja ya sababu kwa nini unapigwa vita ni ndoto ulizonazo, ni maono ulionayo, ni kusudi ulionalo, ni hatima ulionayo. Kuna mwingine akiangalia ndoa yako jinsi ulivyo na amani, jinsi unavyofurahia, jinsi ambavyo haulalamiki kupigwa kama yanavolalamika kupigwa. Hilo jambo tu linamtia huzuni, linamfanya aanze kutafuta namna ya kukupindua. Wakati mwingine watu wa Mungu, adui wa mtu ni wale wa nyumbani kwake. Ninaamrisha yeyote ambaye ameinuka au amepanga kuinuka kinyume na wewe, upanga wa Bwana umfyekelee mbali kwa jina la Yesu. Kila anayekuja kinyume na ndoto ulizobeba, kila anayekuja kinyume na kazi ulionayo, na uchumi ulionayo, na uzao wa tumbo lako, kila anayekuja kinyume na nafasi ulionayo, afyekwe, afyekwe, afyekwe. Sema afyekwe kwa sauti, afyekwe. Sema afyekwe. Na kama kikao tumepitisha kwa jina la Yesu. Nasema kama kikao tumepitisha kwa jina la Yesu. Kama kikao tumekubaliana afyekwe ndani ya Tanzania, afyekwe kule bungeni kama huyo mtu yupo, afyekwe kila mahali. Sema afyekwe. Sema afyekwe. Sema afyekwe. Sema afyekwe. Sema afyekwe. Hebu kwa dakika moja nena kwa lugha, kwa sauti nena kwa lugha. Huyu mtu afyekwe, afyekwe. Ukateni mtu ule, ndivyo Bwana amesema. Ule mtu ambao uzai, ule mtu ulio kinyume na ndoto ya Tanzania mpya, ufyekwe. Tunaufyeka, 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 tunaufyeka. Yoyote ambaye kuzimu imemwajiri aje kinyume na ndoto ya Tanzania mpya, tunamfyeka. Tunanyofoa taa yake izime, tunamnyofoa ndani ya mwili, tunamrudisha kule kwenye nchi ya wasio hai kwa jina la Yesu. Tunanyofoa, tunaamrisha kuanzia sasa kila kiungo kikosa ushirikiano na kingine apotee jumla, aanguke jumla, aibike jumla, arudishe nyuma jumla. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Wafyekwe. Na imekuwa katika jina la Yesu. Nasema na imekuwa katika jina la Yesu. Nilikwambia unapokaa kwenye hizi ibada ukae kinini? Kijeshi jeshi. Sema kijeshi jeshi. Sema kijeshi jeshi. Sema kijeshi jeshi. Kijeshi jeshi. Wanaokaa kijeshi jeshi wasubiri kuambia sehemu ya amina, wanasema amina. Sehemu ya kupiga anasema apigwe. Sehemu ya kuvunja anasemaje? Avunjwe. Sehemu ya kuchinja afanyeje? Achinjwe. Sehemu ya kufeka afanyeje? Afyekwe. Na sisi hatuna huruma. Eti Mungu anamleta Yeremia duniani, na kazi ya Yeremia ni hii. Amemleta, anasema nimekuweka juu ya falme na juu ya mamlaka ili ung'oe, uharibu, ubomoe, uangamize. Maana yake Mungu anasupport. Kama kuna vitu vya kuangamiza ambavyo vikiangamizwa ufalme wa Mungu utainuka, Mungu anatusupport. Na nikwambie hatuko peke yetu kwenye maombi haya katika jina la Yesu. Hata vile vitu vyao vimeng'olewa, viti vyao vya enzi vimeng'olewa, nafasi zao zimeng'olewa. Bwana atatulia safari hii. Mungu hataacha. Bwana hatakaa kimya. Bwana hatanyamaza. Hata Tanzania imejengeka kwa jina la Yesu. Na sisi tumekubaliana ndani ya siku hizi 50 hatutamwacha atulie. Sema hatutamwacha atulie kwa jina la Yesu. Hatutamwacha atulie.
mpaka Tanzania imeimarika. Ndani ya siku hizi 50 kulazimisha mbingu zifanye kitu. Kulazimisha mbingu zifanye kitu. Kama walikuwa wanasubiria hasira ifikie kiwango fulani, sasa sisi tunazichochea zifikie hicho kiwango ili mbingu zifanye kitu. Kikao kimekaa, wanasema hawa ni ndugu wanajadili. Angalia, ni ndugu wanajadili na wanamjadili ndugu yao. Ukionekana wakati mwingine una ndoto kubwa kuliko ndugu zako, vita inaanza hapo. Sema vita. Sema vita. Sema vita. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 17. Wafalme wa Pili sura ya 5 ule mstari wa 17. Soma hapo kwa sauti. Anasemaje? Naaman Samueli wa Pili, Samueli wa Pili 5:17. Samueli wa Pili 5:17 anasema Wafilisti wakasikia ya kwamba Daudi amepakwa mafuta. Wafilisti wakasikia Daudi amepakwa mafuta ili awe mfalme juu ya Israeli. Anasema na Wafilisti waliposikia ya kwamba wamemtia Daudi mafuta ili awe mfalme juu ya Israeli, Wafilisti wote wakapanda kumtafuta nani? Kwa nini wanamtafuta? Wamesikia kuna upako umekuja juu ya Daudi. Wamesikia kuna nafasi Daudi amekaimiwa ili kupewa. Kila Wafilisti wanaoinuka kinyume na mafuta ya Bwana juu yako, kinyume na ndoto ulizonazo, kinyume na Tanzania mpya, kinyume na masihi wa Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu, sema wafyekwe, sema wafyekwe, sema wafyekwe. Kijeshi Yesu, sema wafyekwe, sema wafyekwe. Sema kila Mfilisti anainuka kwa sababu ya mafuta yaliyo juu ya masihi wa Bwana, afyekwe, afyekwe, afyekwe. Sema tunamngoa, tunamondoa Tanzania, tunamshusha chini sana kule kuzimu, tunamfungia hapo kwa jina la Yesu. Kuna vita adui anakupiga kwa sababu kuna jambo fulani jema amesikia kuhusu wewe. Amesikia umeanza mipango ya kununua kiwanja, umeanza mipango ya kujenga. Amesikia unataka ununue gari. Amesikia unataka utanue duka, ufungue na lingine tena mahali pengine. Amesikia umepata mfadhili, umepata mme, umepata mke. Vita inaanza. Maana yake ni kwamba kila unapoona kuna jambo unalo, jiandae kwa ajili ya vita. Mafuta yanapokuja juu yako, kuna mwingine anaweza kusema, mimi pastor, mbona tangu siku umenitamkia ya kwamba kuanzia siku hiyo nitakuwa mtu mkuu, mbona kama ndio vita zimeongezeka? Nataka nikuambie, ulimwengu wa roho, ukiona yoyote ana mafuta, huwa unaanza kumwogopa na anaanza kujiinua kinyume naye. Lakini leo nina habari njema kwenye ulimwengu wa roho. Biblia inasema ya kwamba msiwaguse masihi wangu wala msiwadhuru mapako mafuta wangu. Rohoni hakuna wakukugusa. Kila mkono unaonyoshwa kinyume na wewe ninaukata kwa damu ya Yesu. Zaburi 89 ule mstari wa 20 hadi mstari wa 22 anasema, je, umemuona mtumishi wangu Daudi ambaye nimempaka mafuta yangu matakatifu? Anasema mwana wa uovu hata muonea, wala mwana wa uovu hata mtesa. Sema kwa jina la Yesu, hakuna adui wa kunionea wala mwana wa uovu wa kunitesa. Sema kwa jina la Yesu, hakuna adui wa kunionea. Ninayo mafuta ya Bwana juu yangu, hakuna adui wa kunionea. Kuzimu haitanionea, wachawi hawatanionea, waganga hawatanionea, washirikina hawatanionea, magonjwa hayatanionea, watu hawatanionea. Natangaza kwa jina la Yesu, hakuna kunionea, hakuna kunionea. Adui hali ya hewa, adui ya hasara, adui mauti, adui mtekaji, hutanionea. Hebu tangaza, tangaza, tangaza ya kwamba hakuna kunionea, hakuna cha kunionea. Natangaza kwa jina la Yesu, hakuna cha kunitesa. Enyi wana wa Ibilisi, mmeagizwa na Bwana, yapo mafuta juu yangu na juu ya masihi wa Bwana na juu ya kila tunayeomba naye. Yapo mafuta juu yetu, yanasema adui hautatuonea, adui hautatutesa. Tanzania hautaonewa tena, hautateseka tena kwa mamlaka ya jina la Yesu. Biblia inaniambia hata wafalme aliwakemea kwa ajili yao. Bwana
mafuta yaanze kuwakemea, mafuta yaanze kuwakemea yoyote ambaye analeta vita, na mafuta ulioweka juu yetu, mbingu zifanye vita naye. Sema mbingu zifanye vita naye, malaika wa Bwana wafanye vita naye. Yoyote aliye na vita kinyume na Masihi Bwana, Bwana usimwache. Kama ambavyo hukuacha mtu aone, usiache mkono wa mwovu ukamgusa Masihi wa Bwana baba yetu kule alipo. Usiache mkono wa uovu. Asema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu, enyi watesi, nimeandaliwa meza machoni penu, hamtanizuia. Ninapita, napita, 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 hakuna cha kunizuia. Na kikombe changu ndani ya Tanzania mpya kinafurika mafuta. Adui wa maono nilionayo, anguka. Adui wa ndoa nilionayo, anguka. Adui wa kusudi nilionalo, anguka. Adui wa hatima nilionayo, anguka. Biblia inasema watakusanyana, lakini si kwa shauri la Bwana lilo juu yetu. Wamekusanya kwa njia moja, wanatawanywa, watawanywe, 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 watawanywe kwa njia 7 kwa jina la Yesu. Watawanywe kwa jina la Yesu, watawanywe kwa jina la Yesu, watawanywe kwa jina la Yesu. Zaburi ya 23 ule mstari wa 5 na wa 6, naye nikufundisha jambo. Kuna mafuta, aina ya mafuta ambayo niliyaona kwenye Zaburi 23 mstari wa 5 na wa 6. Anasema Bwana ameandaa meza mbele ya kila uliye hapa. Tanzania mpya inakungoja. Kila unayeomba maombi haya, Tanzania mpya inakungoja. Mbele ya macho yetu wa Tanzania ipo meza imeandaliwa na Bwana. Tafsiri nyingine za Biblia anasema ni karamu imeandaliwa, ni sherehe imeandaliwa. Ni kama na kuona Disemba tarehe 9 ukiwa umeibeba bendera ya Tanzania, unamshukuru Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Unamshukuru Bwana kwa matendo yake makuu ndani ya taifa la Tanzania. Na nikwambie leo, inawezekana ikaonekana ni kama adui anaelekea kushinda, lakini anayeamua ushindi sio adui. Hatushindi kwa nguvu, hatushindi kwa uweza, ni kwa Roho wa Bwana. Anayeamua matokeo ni Roho wa Bwana, na Roho wa Bwana yuko upande wetu. Ndiye aliyetuzaa. Wale waliozaliwa na Bwana ushinda, na ukushinda kwao unaushinda ulimwengu. Na hiyo ndio imani yetu. Tumezaliwa kushinda. We are born to win. Tumezaliwa kama mashujaa. Sisi ni mashujaa kwenye mkono wa Bwana. Sisi ni mashujaa. Wewe ni silaha yake ya vita. Hakuna kushindwa, hakuna kulegea, hakuna kuchoka, hakuna kurudi nyuma, hakuna kuacha. Hatuachi hata mbingu zimefanya, hatuachi hata tumeifikia meza iliyoandaliwa na Bwana. Sema katika jina la Yesu, sema katika jina la Yesu, napiga hatua kuziendea meza zilizo mbele yangu. Sema kwa jina la Yesu, napiga hatua kuziendea meza zilizo mbele yangu. Mungu aandai meza nyuma ili usije ukarudi nyuma. Mungu anaandaa meza mbele. Mambo yoyote ya baraka ambayo Mungu atakuandalia, hata yaweka nyuma yako, hata yaweka mbele yako. Biblia inaniambia Mungu akamwambia Musa amuinue yule nyoka wa shaba na umsimamishe. Yoyote atakayemwangalia huyo mtu atapona. Na nikwambie tunaiendea meza, hakuna kutuzuia. Unaiendea meza, unaiendea meza, unaiendea meza, unaiendea meza. Utakaa na wakuu, utaongea na wakuu, utakula na wakuu kwa damu ya Yesu. Hakuna kuzuia. Hayupo, hayupo. Akisema Bwana, mwanadamu ni nani hata yazuie makusudi ya Bwana? Hayupo mwanadamu wa kuzuia. Farao alipoinuka alipigwa na Bwana. Herode alipoinuka alipigwa na Bwana. Herode, mapigo ya Bwana yaje juu yako, yaje juu yako, yaje juu yako, yaje juu yako. Nani wewe? Nani wewe, mlima mkubwa uliyesimama mbele yangu?
na kuamrisha, mimi ni yule ambaye nimembeba Bwana, ambaye akitokea milima inayeyuka, milima inakimbia mbele zake. Naamrisha mlima, mlima mkubwa mbele ya Tanzania mpya, anguka, yeyuka, sagika, achia njia, achia njia, achia njia, achia njia, achia njia, achia, achia kwa jina la Yesu. Tunakwenda, Musa anasema hatunakwenda na vijana wetu, hatunakwenda na watoto wetu, hatunakwenda na ndoa zetu, hatunakwenda na kazi zetu, hatunakwenda na afya zetu, hatunakwenda kanisa la Tanzania, hatunakwenda, hatunakwenda. Habari lazima iachie kwa mamlaka ya jina Yesu, habari lazima iachie. Bwana anasema hatulivyozunguka kwenye mlima huu inatosha. Leo tunaenda, leo tunaenda. Anamwambia Musa, waambie watu waendelee mbele, hatuendelee mbele. Yapo mema yanatungoja, hatuendelee mbele. Zipo baraka zinatungoja, hatuendelee mbele. Zipo karamu zinatungoja, hatuendelee mbele. Shabadadada rakanamaka yakarababa rakaniaba shapapa rakatatata. Na kwenda, na kwenda. 1000 wanaanguka mkono wangu wa kulia, na 10,000 wanaanguka mkono wa kushoto. Wanaanguka, wanaanguka wanaokusanya kinyume na wewe. Bwana amesema waanguke, wafadhaishwe, wafedheshwe. Enyi waovu, mara hii hamtazuia, 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 hamtazuia. Mapingu ya chuma, achia njia. Malango ya shaba, achia njia. Bwana anasema, Isaya 41 mstari wa 1 hadi wa 3, anasema maneno haya kwa habari ya masihi wake Koreshi. Mambo haya yameandikwa kwa ajili ya Koreshi. Anasema, nimempaka mafuta na mkono wangu juu yake. Mafuta ya Bwana yako juu yako, na mkono wa Bwana upo juu yako. Na Bwana anasema, mataifa anayatisha mbele yako, na wafalme analegeza viuno vyao. Viuno vya wafalme legea, niachie njia. Legea, niachie njia. Legea, niachie njia. Legea, niachie njia. Anafungua milango mbele yangu, milango ya biashara, achia njia. Milango ya siasa, achia njia. Milango ya ushindi, achia njia. Achia njia, achia, 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 achia. Harakabwa shatatata. Milango ya ndoa, achia, achia. Anayeongea majira haya ni yule mwenye ufunguo wa nyumba ya Daudi, ambaye akifungua hakuna awezaye kufunga, na akifunga hakuna awezaye kufungua. Na kufungulia mlango wa biashara, na kufungulia mlango wa ndoa, na kufungulia mlango wa safari. Nenda ukamiliki, viwanja vikujie kwa mamlaka ya jina Yesu. Na kufungulia Tanzania, ikupokee, ikupokee, ikupokee. Achia njia. Enyi malango inukeni, Falme wa utukufu yuko hapa. Anapenya, anakwenda, 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 anakwenda. Bwana akiwa yuko upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Who is against us? Hayupo wa kushinda. Biblia inasema, Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10, kama ni kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Yeye atailinda miguu ya watakatifu wake. Miguu yako imelindwa, hatua zako zimelindwa. Waovu wananyamazishwa gizani, maana kama ni kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Kwa sababu Bwana ni mwenye nguvu zote, ni mwenye uwezo wote, ndio anayewapa nguvu wanadamu. Kwa jina la Yesu, washindanao na Bwana wapondwe kabisa. Wanaoshindana kusudi la Bwana juu yako wapondwe kabisa. Wanaoshindana kusudi la Bwana juu yako na shauri la Bwana juu yako wapondwe kabisa. Wanaoshindana kusudi la Bwana juu ya Tanzania wapondwe, 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 wapondwe. Tunawaangushia mawe, mawe kutoka mbinguni.
tunawaangushia mawe. Yoshua sura ya 10 mstari wa 6 hadi wa 8. Bwana akawaangushia mawe kutoka mbinguni. Tunawaangushia mawe kutoka mbinguni. Shabababababa, shabababababa, shabababababa. Omba hapo, waangushie mawe, waangushie mawe, waangushie mawe, waangushie mawe. Ule mstari wa 8, waangushie mawe kwa jina la Yesu, waangushie mawe. Koriatarababa, shakarababa, rakamamama, mandarakata, jakatarababa, rekadabadaba. Pambania afya yako, pambania uzao wako, pambania ndoa yako, pambania watoto wako, pambania shadadababa. Wale ambao mlikuwa mmebeba agenda ya kutuingiza kwenye tundu la simba, tunawaingiza nyie na familia zenu, tunawaingiza nyie na uzao wenu mliokuwa mmebeba agenda ya kutuzamisha kwenye tanuri ya moto. Bwana amesema haya sio majira yetu, sisi tutaishi, hatutaishi na kuyasimulia matendo yake kwenye Tanzania mpya. Kila upanga uliokuwa umenolewa kwa ajili ya masiwa Bwana, uwafyeke adui zake, uwafyeke adui zake. Arise, O Lord, and let the enemies be scattered. Bwana uinuke na adui zako watawanyike. Zaburi ya 68 ule mstari wa 1. Bwana uinuke na adui zako watawanyike, 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 watawanyike. Zaburi 2 ule mstari wa 1 hadi wa 4. Bwana anashangaa, wamefanya shauri kinyume na Bwana na kinyume cha masihi wake. Yeye anasema anatupasue vifungo vyao na tutupilie mbali nasi kamba zao. Na yeye aketie mbinguni anacheka akiangalia, leo na shida, leo na shida. Mbingu zinakufurahia, mbingu zinakufurahia. Ongeza tena, ongeza tena, ongeza tena. Rakabababa yatanandamaka lakaradadaba masabababa rakatabababa yakapariata rasapapapa. Akuomba kwake mwenye haki kwa faa sana, akiomba kwa bidii. Ongeza tena, waambia mtanizuia, mara ini na kwenda. Hili ni pigo la mwisho, mara ini na kwenda, ninakwenda, 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 ninakwenda. Shadadadada rakabababa yandarababa mashadabadaba rakabababa sata. Achia watoto wetu, achia ndugu zetu, achia uzao wetu, achia kazi zetu, biashara achia, achia uchumi, achia bandari, achia, 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 achia ndege za Tanzania, achia, achia, achia wizara ya madini, achia enyi waovu, achia. Amrisha, amrisha, amrisha kaneno la Bwana. Kikombe chako kinapaswa kufurika, kikombe chako kinapaswa kufurika. Raba shakataraba yatarama mama shanda rekatarada yatarama maka makadadadada shapariata rekataraba ikapayata lesaparada rakamamama mantaradada ikashaya helikoparia eshadabaka yakananana. Achia, 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 achia anga, achia ardhi, achia akili za Tanzania, achia, 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 achia. Hatunaififisha sauti yako, hatunafifisha nguvu zako, tunaliharibu hekalu lako, hatunaliharibu hekalu lako. Anguka, 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 anguka. Halitasalia jiwe juu ya jiwe kwenye nyumba ya waovu, halitasalia jiwe juu ya jiwe kwa wana wa ibilisi. Kwa jina la Yesu napangua, naharibu mambo yao, naharibu mambo yao, na wachafulia usemi. Wapigane wao kwa wao, wapigane wao kwa wao, nainua vita wao kwa wao, wao kwa wao, wao kwa wao, wao kwa wao, kwa jina la Yesu.
Ukiwa umesimama hivyo hivyo, ashadabarabara, sema katika jina la Yesu, kila ajenda inayoendelea kwenye ulimwengu wa roho kwa ajili ya Tanzania tunaipangua. Ajenda ya giza, ajenda ya mauti, ajenda ya kuinua wabaya, tunaipangua kwa jina la Yesu. Sema kama wana wa Mungu tunasimama kinyume na kila ajenda ya kuzimu inayoendelea kinyume na taifa hili. Tunaipangua, tunaipangua, tunaipangua kwa jina la Yesu. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mengi. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mengi. Kamata sadaka yako pale ulipo. Kamata sadaka yako tumtolee Bwana. Tutaendelea, tutaendelea. Kesho tutaona vikao vya kishetani. Na kesho kuna kazi ya kuharibu. Tunapaswa kuharibu kabisa vikao vya kishetani. Nitakuonyesha ajenda zao kubwa, nini wao wanatumia kwa ajili ya kutimiliza ajenda zao katika jina la Yesu. Kamata sadaka yako pale ulipo. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watu wako. Asante kwa ajili ya sadaka ambayo Bwana amekuja nayo.